Katika mizania ya kijeshi duniani, mataifa mbalimbali yamezidi kujikita katika silaha mbalimbali za hatari zikiwemo silaha za nyuklia. Leo tunakwenda kuliangazia taifa la Urusi na silaha zake hatari. Nimekuletea makombora 10 hatari yanayopatikana katika jeshi la Urusi. Je, unataka kuyafahamu makombora haya yana athari kiasi gani kwa walengwa? Je, Marekani na washirika wake wanayachukulia vipi makombora haya? Basi ungana na mimi hapa utapata kuyafahamu makombora hatari ambayo pia yametikisa ulimwengu, ambayo yanamilikiwa na jeshi la Urusi. Karibu katika makala yetu. Leo tunakuletea makala ya kipekee kuhusu makombora 10 hatari zaidi ya Urusi. Haya ni makombora yenye uwezo mkubwa wa kuleta madhara makubwa katika uwanja wa vita, na baadhi yao yanatishia hata mizani ya nguvu duniani. Endelea kutazama hadi mwisho ili ujifunze kuhusu teknolojia hizi za kutisha kutoka taifa la Urusi. Tukianza na nambari 10, hapa tunaangazia S-400 Triumph Missile. S-400 ni mfumo wa ulinzi wa anga wa hali ya juu, lakini unatumia aina mbalimbali za kulenga makombora ya ndege na hata baadhi ya makombora ya hypersonic. Mfumo huu hutumia makombora ya 40 N6E ambayo yana uwezo wa kulenga hadi kilomita 400. S-400 imeuzwa pia kwa nchi kama Uturuki na India na imekuwa chanzo cha mvutano mkubwa na NATO. Namba 9, hapa tunalimulika kombora la 9K720 Tochka-U. Ni kombora la ballistic la masafa mafupi, lilitumika sana katika enzi ya Kisovieti na bado linaonekana katika baadhi ya maeneo ya kivita. Linaweza kubeba vilipuzi vya aina tofauti, kutoka kwenye vichwa vya mlipuko wa juu hadi vya kemikali au nyuklia. Pamoja na kuwa ni teknolojia ya zamani, bado linaonekana kuwa na matumizi ya kijeshi kutokana na urahisi wake na kasi ya utumaji wake vitani. Nambari 8, tunaliangazia kombora la 9M730 Burevestnik. Burevestnik ni kombora la kipekee sana, linaendeshwa na injini ya nyuklia. Hii inamaanisha linaweza kuruka kwa muda mrefu sana bila kuhitaji mafuta. Linatajwa kuwa kombora lisilo na kikomo cha masafa na linadaiwa kuwa na uwezo wa kubeba kichwa cha nyuklia. Hata hivyo, hadi sasa bado liko kwenye hatua ya majaribio na maelezo kamili kuhusu mafanikio yake bado hayajafichuliwa. Nambari 7, hapa tunatazamia kombora la KH-101 na KH-102. Makombora haya ni ya kutoka angani. KH-101 hubeba vilipuzi vya kawaida, huku KH-102 likiwa na kichwa cha nyuklia. Yote ni makombora ya masafa marefu ya kimkakati yakirushwa na ndege za kivita kama vile Tu-160 na Tu-95. Yana uwezo wa kuruka zaidi ya kilomita 4500 na yameundwa kwa teknolojia ya kuepuka rada ama stealth. Ni sehemu muhimu ya mashambulizi ya mbali ya Urusi. Namba 6, tuliangazia kombora la R-36 M2 Voyevoda ama Saturn. Kabla ya kuanzishwa kwa Samat, R-36 M2 Voyevoda ndilo lilikuwa kombora la nyuklia la kutisha zaidi. Lilipewa jina la utani Saturn na lina uwezo wa kubeba vichwa 10 vya nyuklia. Limekuwa uti wa mgongo wa deterrence ya Urusi kwa miongo kadhaa. Pamoja na teknolojia ya zamani, linaendelea kuwa sehemu ya hifadhi ya makombora ya kimkakati. Namba 5, tuangazie kombora la Zircon ama Ticon. Zircon ni kombora la hypersonic la baharini. Linaripotiwa kufikia kasi ya hadi Machi 9. Linalengwa kutumika na meli na manuari za Urusi. Zircon lina uwezo wa kulenga manuari, meli kubwa au malengo ya ardhini kwa usahihi mkubwa. Kwa sababu ya kasi yake ya ajabu na uwezo wake wa kubadilisha mwelekeo, ni changamoto kwa mifumo ya ulinzi wa makombora. Namba 4, tuangazie kombora la Kinzhal ama KH-47 M2. Kinzhal ni kombora la hypersonic likiwa na uwezo wa kuruka zaidi ya mara 10 ya kasi ya sauti, yaani Machi 10. Linabebwa na ndege za kivita kama MiG-31K na linaweza kulenga malengo ya ardhini au ya majini. Kwa sababu ya kasi yake ya ajabu na mabadiliko ya mwelekeo wakati wa kuruka,
Kinzhal ni gumu sana kulizuia. Ni moja ya silaha mpya kabisa za Urusi na limeonekana likitumiwa katika mizozo ya hivi karibuni. Nambari 3, tulimulike kombora la Kalibri 3M-14. Kombora la Kalibri ni kombora la masafa marefu linalotumika na meli na manuari za Urusi. Linajulikana sana kutokana na matumizi yake katika mashambulizi Syria na Ukraine. Kalibri lina uwezo wa kubeba vilipuzi vya kawaida au vya nyuklia likisafiri hadi kilomita 2500. Ni sawa na Tomahawk ya Marekani. Hili linaifanya kuwa silaha ya kimkakati inayoweza kushambulia malengo ya mbali kwa usahihi wa hali ya juu. Nambari 2, tulimulike kombora la Iskender-M. Iskender-M ni kombora la ballistic lenye uwezo wa kusafiri hadi kilomita 500 na linaweza kubeba vilipuzi vya kawaida au vya nyuklia. Ni mojawapo ya silaha ambazo zimetumika kwenye mizozo ya kisasa ikiwemo Ukraine. Iskender lina uwezo mkubwa wa kulenga kwa usahihi wa hali ya juu na linaweza kubadilisha mwelekeo wakati wa kuruka ili kukwepa mifumo ya ulinzi wa anga. Mbinu hii hufanya kuwa vigumu sana kulizuia kombora hili na hutoa faida kubwa kwa vikosi vya ardhini vya Urusi. Nambari 1, hapa tunalimulika kombora la RS-28 Sammat maarufu kama Saturn II. Ni kombora la nyuklia lenye uwezo wa kuharibu nchi nzima. Linatajwa kuwa kombora la kutisha zaidi duniani. Linaripotiwa kuwa na uwezo wa kubeba vichwa vya nyuklia 10 hadi 15 kwa wakati mmoja. Sammat linaweza kusafiri hadi kilomita 18,000 likipita chini ya dunia North Pole au South Pole ili kukwepa mifumo ya ulinzi wa maadui. Limeundwa kuchukua nafasi ya kombora la zamani la R-36M. Kwa uwezo wake mkubwa, Sammat ni sehemu muhimu ya mfumo wa kuzuia mashambulizi wa Urusi. Kama kuna kombora linaloweza kubadili mwelekeo wa vita duniani, basi ni hili. Haya ndiyo makombora 10 ya hatari zaidi ya Urusi. Teknolojia hizi zinaonyesha jinsi Urusi ilivyojizatiti katika uwanja wa vita wa kisasa. Kama umejifunza kitu kipya, usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Imani yangu umejifunza mambo mengi kuhusu makombora 10 hatari ya jeshi la Urusi. Makombora hayo yanatikisa ulimwengu kwa sasa hivi, na Marekani na washirika wake wanazidi kuumiza vichwa kuona ni jinsi gani watayazuia makombora haya au watapata dawa ama tiba ya makombora haya. Basi mimi sina la ziada, ni kuombe tu subscribe ili uweze kupata makala zetu mbalimbali hapa hapa.